Tumeshuhudia ligi kuu ya NBC Tanzania na mchezo mkubwa pekee ambao tumeshuhudia ni kati ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya timu ya Mtibwa Sugar. Mchezo uliochezeka Mtibwa Sugar akiwa ni timu ya nyumbani. Moja kwa moja baada ya mchezo huo, msimamo unaendelea kumuonyesha JKT Tanzania bado akiwa hateteleki kileleni. Moja kwa moja tutazame msimamo wa leo tarehe 18 mwezi wa kwanza 2026. NBC Premier League umekaa vipi? Tukija kutazama katika msimamo baada ya mechi kadha wa kadha za mzunguko wa 6, 9 pamoja na 10 na nyingine zilizocheza mzunguko wa 7 iko kama ifuatavyo. Timu namba 1 ni JKT Tanzania, wamecheza michezo 10, wamekusanya point 17, ndio wapo nafasi ya kwanza. Timu ya pili Young African michezo 6, wamekusanya point 16. Timu ya pili Pamba Jiji FC michezo 9, wamejikusanyia point 16. Timu ya 4 Simba Sports Club michezo 6, wamejikusanyia point 13. Timu ya 5 Mashujaa FC michezo 9, wamejikusanyia point 13, huku nafasi ya 6 ni Azam FC michezo 6, wamejikusanyia point 12. Timu ya 7 Namungo FC michezo 8, wamejikusanyia point 12. Timu ya 8 ni Mtibwa Sugar FC michezo 9, wamejikusanyia point 11. Timu ya 9 Fountain Gate michezo 10, wamejikusanyia point 10. Timu ya 10 TRA United michezo 7, wamejikusanyia point 9, huku timu ya 11 ni Singida Black Stars michezo 6, wamejikusanyia point 9. Timu ya 12 ni Coastal Union FC michezo 9, wamejikusanyia point 9. Timu ya 13 ni Mbeya City FC michezo 10, wamejikusanyia point 8. Timu ya 14 ni Tanzania Prison FC michezo 7, wamejikusanyia point 7. Timu ya 15 Dodoma Jiji FC michezo 9, wamekusanya point 7, na timu iliyoko mkiani ni KMC FC, wao katika michezo 9 wamekusanya point 4. Huo ndo msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania baada ya michezo kadha wa kadha iliyochezwa leo, lakini mchezo mkubwa zaidi ni klabu ya Simba leo kupata draw dhidi ya timu ya Mtibwa Sugar, moja ya timu ambayo imepanda daraja msimu huu. Matokeo ya Simba lakini pia na msimamo jinsi unavyosomekana hapo, unazungumziaje swala hili? Shaka katika upande comment section. Bye bye.